Umoja wa Falme za Kiarabu umesema utajiondoa kwenye muungano wa nchi zinazouza mafuta kwa wingi ulimwenguni OPEC kuanzia Mei Mosi. Hatua hiyo huenda ni muhimu na pia ina athari kubwa katika soko la nishati duniani. Uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu unaakisi maoni ya muda mrefu ya kimkakati na kiuchumi katikati ya mabadiliko kwenye soko la nishati. Hatua hiyo ya kujiondoa kwa mzalishaji huyo mkubwa mafuta inatazamwa kama pigo kubwa kwa OPEC na OPEC Plus, huku ushawishi wa kundi hilo kwenye soko la mafuta la kimataifa ukitarajiwa kupungua. Ni tangazo lililotolewa ikiwa ni siku moja kabla ya mkutano uliopangwa wa muungano wa OPEC mjini Vienna. Hatua hiyo pia inaashiria mvutano unaoongezeka kati ya UAE na Saudi Arabia, washirika wa muda mrefu ambao ushindano wa kikanda baina yao unazidi kuongezeka. UAE ambayo ilikuwa mwanachama wa shirika hilo hata kabla ya kupata uhuru mwaka 1971 imekuwa miongoni mwa wazalishaji wakuu wa mafuta ndani ya OPEC na mara nyingi ikichukuliwa kama nchi yenye uwezo wa pili kwa uzalishaji baada ya Saudi Arabia. Kwa miongo kadhaa, OPEC imekuwa na ushawishi mkubwa katika bei ya mafuta ghafi duniani kwa kudhibiti viwango vya uzalishaji na kuweka mgao kwa wanachama wake, ikiwa na jukumu muhimu hasa katika migogoro ya mafuta ya miaka ya 1970 iliyobadilisha sera za nishati duniani. Kwa upande mwingine, UAE ilikuwa na uwezo mkubwa zaidi kuongeza uzalishaji kwa haraka baada ya Saudi Arabia, mwanachama ambaye angeweza kusaidia kupunguza shinikizo katika bei kwa kuongeza uzalishaji. Hata hivyo, uamuzi wa UAE unatokana na malalamiko ya muda mrefu kuhusu mgao wa uzalishaji uliowekewa kikomo cha kati ya mapipa milioni 3 hadi milioni 3.5 kwa siku, hali inayopunguza faida inayotokana na uwekezaji wake mkubwa katika sekta ya nishati. Kwa kujiondoa OPEC, UAE sasa inapata nafasi kuzingatia kuongeza uzalishaji wake na kutumia kikamilifu uwezo wake wa kiuchumi katika soko la mafuta, ambapo inaweza kuongeza uzalishaji hadi takriban mapipa milioni 5 kwa siku. Kwa OPEC, hili ni pigo kubwa wakati ambapo masuala mazito yameibuliwa kuhusiana na mshikamano wa muda mrefu wa shirika hilo. Na tamatisha ramani ya dunia, naitwa Mimo Mohamed.